tumekutana hapa asubuhi ya leo kupiana dondoo mbili tatu kuelekea mchezo wetu wa kesho, mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo Simba Sports Club tutakuwa nyumbani kwetu kwa mara ya kwanza tukitumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na mechi itakuwa ni majira ya saa 1 kamili usiku. Tayari Mwalimu Selemani Matola ameshatoa maelezo ya kiufundi kuelekea mchezo huo, na sisi tukasema tutoe taarifa fupi kuelekea katika mchezo huo, hasa kwenye upande wa majukwani kwa maana ya eneo nyeti la mashabiki. Lakini kabla hatujauzungumzia kiundani kabisa mchezo wetu dhidi ya Mbeya City, jana tumetoa taarifa kwa umma ambayo inahusiana na Simba Sports Club kukubaliana kuvunja mkataba na aliyekuwa meneja wa kikosi chetu Dimitar Pantev, ambapo makubaliano hayo yamehusisha vile vile yeye na wasaidizi wake wawili ambaye ni kocha wa magolikipa na aliyekuwa msaidizi wake namba 1. Wote kwa pamoja tumekubaliana kuvunja nao mkataba. Kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili, kwa mantiki hiyo basi hakuna upande wowote ambao unawajibika kutoa maelezo ya kina ama sababu za ndani kwa nini tumefikia maamuzi hayo ya kuvunja mkataba baina ya sisi na upande wa wali. Kwa mantiki hiyo basi taarifa ambayo inapaswa kuwafikia mashabiki wetu wa Simba kupitia ninyi ndugu zetu waandishi wa habari ni kwamba ni makubaliano ya pande zote mbili. Wapo watu ambao wana shauku kubwa ya kutaka kufahamu sababu za ndani za kufikia maamuzi hayo, lakini tuseme tu ya kwamba ni makubaliano ya pande mbili, na hivyo hatuna sababu ya kutoka hadharani na kuanza kuelezea sababu ni 1, 2, 3 ya kufikia maamuzi hayo. Baada ya kuachana na Dimitar Pantev, kikosi chetu hivi sasa kitakuwa chini ya Mwalimu Selemani Matola. Yeye ndiye ambaye ataongoza jahazi letu kwa mechi 2 ambazo ziko usoni mwetu hivi sasa. Mechi ya tarehe 4 dhidi ya Mbeya City na mechi ya tarehe 7 dhidi ya Azam FC. Tangu kikosi kimerejea kutoka Mali tukaingia kambini, tumekuwa na program za maandalizi kuelekea mchezo wetu, na hii leo tarehe 3 tunafanya tena mazoezi ya mwisho chini ya Mwalimu Selemani Matola kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Katika ligi kuu hatujapoteza hata mchezo mmoja na tumekuwa na mwenendo mzuri usiomithilika. Tumecheza michezo 3, tumeshinda yote 3, tumeshinda mabao, tumefunga mabao 7, tumefunga mabao 8, tumeruhusu bao 1 pekee. Ni timu yenye takwimu bora kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu yenye mwendelezo mzuri kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu ambayo tuko sawa sawa katika ligi kuu. Tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa, tunakubali, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya kufanya vizuri katika mechi zinazokuja, lakini kwa sasa nguvu yetu, kwa sasa focus yetu, na kwa sasa tunachopaswa kuwekeza nguvu ni michezo yetu ya ligi kuu ya NBC, tukianza na Mbeya City. Kwenye kuhitimisha, nihitimishe na taarifa kuhusiana na kocha. Jana tumetoa hiyo taarifa na kwamba mchakato wa kutafuta kocha mwingine tayari umeshaanza, na jambo zuri ni kwamba baada ya mechi na Azam FC tarehe 7, ligi itasimama na mashindano yote yatasimama mpaka hapo baadaye, mpaka mwezi wa kwanza tarehe 18 ambapo AFCON itamalizika. Tumepoteza mechi 2 za hatua ya makundi, sio jambo jipya. Kwa hiyo mwana Simba wala usihamanike kwamba ni jambo la kawaida mno. Ukishapata matokeo kama hayo sasa,
unarejea sasa vitani, unajipanga upya, unaangalia umekosea wapi, unarekebisha nini, unaboresha wapi, unawapa moyo wapambanaji wako. Baada hapo unaingia kupambana upya. Tuna mechi tarehe 23 dhidi ya Esperance Januari, tunaanzia nyumbani kwake Tunisia. Huyu tuna jambo naye, tukimaliza pale tunageuka naye Benjamin Mkapa, tunakuja kumalizana naye hapa. Pointi tutakazokusanya hapo hakuna binadamu ambaye ataamini, na hiyo ndio itakuwa turning point ya mnyama kwenda hatua ya robo finali. Hii ni Simba Sports Club Isaya Dede. Sisi hakuna mtu yote tunayemwogopa katika ardhi hii ya Afrika. Tushamfanya kila mtu vibaya Afrika hii. Hakuna yoyote ambaye hajui machungu ya Simba Sports. Tena Simba ambayo inataka kuamka mahala kwenda mahala pengine. Kwa sisi wala hatuna wasiwasi. Tunajua tutaamkia wapi, tutaibukia wapi, na mnyama atafika na kutaka kufika. Wala hatuna mashaka katika hilo. Labda Mwenyezi Mungu tu awe hajapanga mwaka huu mnyama aende robo finali, lakini kwa juhudi za kibinadamu mnyama anatoboa mapema tu kwenda hatua inayofuata. Tunajua nini tunapaswa kufanya, na ndio maana huu muda huu tunautumia vizuri kufanya marekebisho hapa, na tayari tumeshaanza kufanya marekebisho na maboresho hapa. Tutakaporejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika, sisi tutakuwa ni viumbe wapya kabisa, na kila mmoja atabaki lakini kama sasa hivi nyinyi ndio utamu kule. Utamu ni mechi ya 3 ndio unaingia kwenye mechi ya 3. Mechi 2 huwezi kuita utamu. Bado. Utamu ni mechi ya 3. Kucheza mechi 3 ndio ngao utamu. Exactly. Lakini mechi 2 bado, mechi 2 ni kufungwa tu. Kwa sisi bado tuko sawa sawa. Yaani ningekuwa mimi hata ni msemaji wa Bayern Munich, ningekwambia kwa kuwa tumepoteza mechi 2, Bayern haendi robo finali ya ligi mabingwa. Lakini kwa kuwa ni msemaji wa Simba, naisemea Simba Sports Club, tumepoteza mechi 2, ninakwambia bado Simba ana nafasi. Yaani timu yoyote tofauti na Simba ingekuwa timu nyingine yoyote ile, mpaka sasa ameshadondoka mechi 2. Hata Madrid una uhakika, una ruhusa ya kukata tamaa. Lakini Simba Sports Club sisi bado tunayo matumaini makubwa. Hasa mimi bado nayo matumaini makubwa ya mnyama kufanya. Ndio anasema naweka akiba hapo, labda Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi au ameshasema bana, Simba mwaka huu fanyeni mnavyofanya, hamtoboi makundi, hapo nitakubali. Lakini kwa juhudi za kibinadamu za nyang'anyana tonge, mnyama anakwenda robo finali yake. Nakwambia Simba naijua.